Mtazamaji, tunazungumza masuala ya kitaifa na kama unavyoangalia, tukiangalia hapa tumeweza kuhakikisha kwamba tuna sauti tofauti ili kuzungumza mustakabali wa nchi yetu ya Kenya. Viongozi wengine pia tunaweza kujaribu kuwatafuta, wengi wako nje ya Nairobi kwa kuweza kufika, lakini inshallah Alhamisi ijayo tutakuwa tunaendeleza mjadala. Tuje kwako ndugu yangu Murang'a, kwa sababu umeweza kusikia mzee hapa anasema ili ni jungu kuu limeishi kuona mengi. Na ukimwona kwamba anakwenda kwa siasa hizi ni kwa sababu anajua nini kinachoendelea. Na anamjua sana party leader kushinda vile ambavyo mimi mnaweza kumjua. Na juzi tuliona palikuwa na vitu viwili ambao tutakatuweza kufafanua hapa, nitakupa nafasi. Kwanza palikuwa kuna viongozi wengine wa upinzani walioitana na wakaambiana kwamba hawataachana na watahakikisha kwamba watapigana wakiwapo ndani mpaka siku watapata mgombea mmoja wa kushindana na upande wa serikali. Na pia vile vile kiongozi wako akasema naye kwa matamshi yake kwamba baada ya vikao vyake pale wa Munyoro ni kwamba wengi waliokuja wanaona kwamba yeye ndiye ana stahili, lakini bado atasikiza mazungumzo ya wenzake, na akasema kwamba yeye atengezi mfalme, yeye ndio mfalme. Baadhi ya wafuasi ambao nilivyokuwa natoa posta ni kwamba waulize kina Murang'a, ulikuwa hilo kauli inamaanisha nini? Kwa sababu inamaanisha kufikia sasa kila aliye ndani ya opposition ana uwezo wa kuwa, lakini hamna uhakika wa yule ambaye ndiye atakayekuwa. Je, kauli ile ilikuwa ni ya kutoa uhakika, ama nyinyi kama watu wa DCP mnaona kwamba licha kwamba mko katika upinzani lakini kiongozi wenu ndiye ambaye anastahiki? Kwanza Rashid, no. Unajua hata kama Simba hakosi uzingizi kwa sababu ya maoni ya kondoo. Naam. Kuna mambo mpaka niweke wazi kwanza, kwa sababu ni vizuri pia niseme, kwa sababu umesikia katika mchanganyiko Senator Cherargei ameongea mambo mengi, akachanganya huku akachanganya huku. Mambo mengi. Na nilimpa maua yake hapo mwanzo, nikasema unajua ukitafuta mambaya mtu na mema pia utafute, kwa sababu hata mzinga wa nyuki hakuna wenye unakuwa na asali peke yake, pia unakuwa na nyuki. Lakini sasa amekuja akanichanganya mambo mengi sana, na wakati mwingine Cherargei anakuanga mwerevu wakati amenyamaza, anadhibitisha kinyume wakati anaongea, na anaongea mambo mengi sana. Naam. Ya hayo. Kwanza sijui kwa nini kila mara tukija kuongea hapa jambo la mgombea kiti cha gavana Kirinyaga kinakuja na Cherargei, na kuwa anatetea pande hiyo bila kujua venye siasa ya Kirinyaga inaendeshwa. Kitu ya kwanza, watu wa Kirinyaga sio tu hawapendezwi na maua kama nyuki, na tunajua panya huwa nguo akiwa ndani ya sanduku. Kwa hivyo kama ako na mpango maalum anafaa kuja waziwazi kama mwanaume na aelezee, aseme ni hivi na hivi na hivi, kwa sababu mimi unajua sio mwanagenzi kwenye siasa za Kenya pia, na ni vizuri ya kuja waziwazi. Ya pili, kuja na madai kwamba kiongozi wetu Rigathi Gachagua kwamba ameenda kwa matibabu pia ni makosa. Tunajua inaweza kuwa ni maombi yake, lakini unajua ndua la kuku alimpati mwewe. Rigiji kabla hajaenda walituona kule Kikuyu, tumejaja kila mahali tukiongea, akiwa buheri wa afya na alikuwa ana matatizo yoyote, na tunamwombea kwamba aendelee kuwa na siha njema ili tuendelee mchakato huu. Na nadhani Senator Cherargei atakuja kuona majibu baadaye. Unasikia amesema atakiwa hapa haoni mambarozi, hana uwezo wa kuona. Senator Anarombi anaona mambarozi, akina Sifuna. Na naelewa Sifuna hata katika bunge la seneti ana wageni, unaona kuna wabunge maseneta wanakuja, anatembelewa na watu na viongozi tofauti. Huyu Cherargei ambaye amechaguliwa mara ya pili labda atembelewe na Roho Mtakatifu. Hakuna mtu anamtembelea pale. Kwa hivyo kabla hajaongea mambo, sijataka kiti ya urais sasa, kabla hajaongea mambo kuhusu Sifuna ni seneta mara ya kwanza, naomba kiti ya urais. Bunge kutoka Uganda wanakuja, wewe uko pale tu unakaa peke yako pale, hauna mgeni wa maana anaweza kukutembelea. Lakini siombe urais. Wale wote si lazima uwe na mgeni kwa sababu unataka urais. Inaonekana sasa viongozi wanatambua uongozi wako. Lakini kama unatembelewa tu na waganga na viongozi wa Kirinyaga, kwa hivyo mtu nilikuwa nataka kuondoa dhana kwamba Rigiji si mgonjwa, na nimependa nasema hiyo ni uongo kusema hivyo, na ni vibaya pia kuombea mtu mwingine mabaya kuwa mgonjwa, si vizuri. Hiyo ni kweli. Na pia kama amezoea kwamba viongozi wao kiondoka naenda matibabu, kwetu ni tofauti, tumebarikiwa.
Rigathi Gachagua ako na afya njema, buheri wa afya na ako na siha njema. Ya tatu, niseme kwamba tusije tukafuatilia katika kila chama kina utaratibu wake hata kwa wanachama. Na nimekwambia kwamba hii unaona Senator Cherargei kutaka kuja kusukumia watu maneno na mambo. Ndio nimesema tunajua fika ya kwamba panya hula nguo akiwa ndani ya sanduku. Na kwa hivyo mimi nikiwa nimesema kwenye sanduku la nguo kuna tofauti ya jeneza na sanduku. Uko na kamusi hapo. Ifanyie haki kwa kuangalia. Unyamaze kidogo tu. Rashid, na ndio nasema uwezi kuja ukasukumia kama sasa Kimani Ngojiri ako na chama chake cha Farmers Party. Yeye ataweka mikakati na utaratibu wa watu kuingia na kutoka. Na kwa hivyo hakuna UDA haina nguvu ama mamlaka yote kumsukumia makumwambia venye ataendesha chama chake. Hiyo ndio inaitwa heshima. Na mimi ndio naona hata nikija kama leo unaona nimevalia sare, yeye hawezi kuvalia sare. Mara mwisho kuvalia na meno yake nyeupe alitoka kama ile ndio inaitwa Moxel. Ndio unaona nguo ya chama yeye mwenyewe hawezi vaa. Na nikimalizia hapa ukitwali umeuliza mambo ya ugombea urais. Unajua anapenda mchongoano. Si mchongoano ni kuongea. Si unajua wewe pia umesema wewe mimi nilikuwa atajibu. Nilikuwa naanza kutoka mwelekeo. Historia inatuambia vizuri kwamba ukiangalia vizuri dira ilivumbuliwa kabla ya saa. Ni vizuri kuwa na mwelekeo kuliko uharibu wakati. Ndio maana nilikuwa nachukua mwelekeo. Ukiongea na mimi naongea. Na unaona nilikuwa nimenyamaza sana. Hii mambo ya mgombea rais sijui kwa nini inasumbua watu wengine. Kwa sababu upinzani ndo wako na haki ya kukaa mezani, wapange wakati na masaa ambapo watakuja kuleta mgombea mmoja wa rais ambaye wanahitaji. Na wamekuwa wakisema hivyo wote. Kwa hivyo sijui kwa nini mkusanyiko wa panya unajua ufai kusumbua paka. Nyinyi mnafaa mpange. Hatuja wewe uliza miungano yao itafanya nini wakati gani. Na kwa hivyo Rigiji wakati alisema sisi kama watu wa DCP ukienda katika mchuano yoyote, ukienda katika mchezo wote, kama ni mchezo wa kandanda lazima utaweka mchezaji wako pale katika kandanda. Unaona mwenye mnategemea. Halafu kule mbele atakayotuletea na sisi tutaamini venye atatuambia. Kwa sababu ndio kiongozi wetu. Kwa hivyo wakati watu wanasema kwamba ni kama kuna wasiwasi. Ni kama watu wajua anafanya nini. Sijui kwa nini nawasumbua. Na ndio ulisikia Kimani Ngojiri alisema pilipili usioila haifai kukuasha. Na Kimani Ngojiri amesema neno moja nataka ulifafanua kabla nimlete, maana amesema kwamba kama mzee aliyekuwa katika hizo serikali zote ambazo zimeweza kupita isipokuwa tu ya Kenyatta ambao hakuweza kuifanua kwa kina. Nyinyi ndio mnachangia uhuni. Maneno yake ni mafupi tu kwa sababu ya matamshi yenu. Upande huu ukipanda jukwani mnatumia matamshi ya kutukana watu wengine, na upande wanaoshabikia serikali wanafanya. Kwa nasema wakati kabla mlaumu vyombo vya usalama, wanasiasa, nyinyi ndio mmechangia uhuni katika nchi yetu ya Kenya. Kauli ya mzee ambaye ameishi kuona mengi. Hebu niseme mimi pia unajua naweza kuwa pia nimeona mengi kwa sababu unajua inategemea pia na mazingira, lakini nataka niseme hivi. Tuanze na mambo ambayo ilifanyika pale muda wa Dikil. Na kwa sababu waziri wa usalama mwenyewe alikuwa amesema kwamba ukiambiwa mahali kuna wahuni usiende. Na usahau kwamba katika ile baraza la kuangalia usalama waziri mwenyewe anakaa hapo. Ningetaka niulize kwanza. Yeye hakumwambia rais kwamba kule pia kuna wahuni. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili. Kama uhuni ni sisi tunaleta na sikudhania Kimani Ngojiri amesema ni DCP kwa sababu kama angesema ni DCP sisi ndo tunaleta pia ningechakia kwa kusema hilo. Kuna katiba inaosema kama mtu ametoa matamshi hafai anafaa kupelekwa wapi. Na ndio maana unaona watu wakiitwa. Kwa hivyo wewe sema kwamba kuna mtu ameongea visivyo ndio hiyo imekupa sasa nguvu na mamlaka ya kwenda kuleta wauni waweze kupiga watu. Na ndio nakwambia Rashid, kama mimi ukiwa na mkutano wote wa kisiasa ambao uko na wahuni katika tuseme Kirinyaga, mimi kama kiongozi ziwezi hata nikitusiwa nikaleta wahuni, kwa sababu wale wahuni watakuwa wametimiza wajibu wao kama watampiga mwenye anaongea, lakini sio wananchi. Wakati sasa mimi niseme kama sasa nipange eti wahuni ati nimetusiwa Kirinyaga kama kuna mtu ameleta wahuni, wenye wanaumia ni nani? Ni wakazi wa Kirinyaga wataumia, hao ndo watapigwa. Kwa hivyo hiyo pia ni kukosa kufikiria kama utapanga neno kama hilo. Na pia kuna uhuru wa kusema, kwa sababu wenye wanafaa kujitetea. Sidhani kwamba Kimani Ngojiri ndo ametumwa kama msemaji wa Susan ama wale ameongelea kuhusu, lakini wao pia wanaweza jiongelea hilo.
Lakini na pia sidhani kama Kimani Ngojiri kuna siku ameenda kwa mkutano ama kuna wakati Rigiji ameenda akamtusi na kusema maneno kama hao. Kwa hivyo nadhani haongei kwa niaba. Amezungumza wanasiasa kwa ujumla, upinzani na serikali. Na ndio maana nimetoa mfano kwa sababu unawakilisha upinzani, kakupa hilo swali na nitamuuliza pia yeye ambaye anawakilisha upande wa serikali. Na mimi ndio nimejibu kwa kusema ya kwamba kama kuna maneno imetamkwa, kuko na sheria na njia kikatiba ya kufuatilia hiyo maneno, sio kutuma wahuni. Hiyo ndio nimejibu. Kama shida ni mimi nimeongea, si unaona watu wakiitwa NCIC, si wanaitwa, wanaojiwa na wengine wanashikwa. Kwa nini basi isifanyike? Mwenye anatuma wahuni, sikusema pia yeye mwenyewe ameenda kinyume cha sheria. Ukweli usemo ni kwamba hii nchi imekuwa ni nchi ambayo inaendeshwa visivyo, usalama hakuna, na ndio maana unaona hata rais mwenyewe anaenda mahali anapatana na hao wahuni. Kwa hivyo huwezi sema kama rais wa Kenya anaweza, mkutano wake inaweza kuingiliwa na wahuni, na hiyo wahuni hawezi sema sasa walikuwa wametumwa na upinzani. Ni mambo ambayo imetokana na serikali na upungufu wa serikali. Utuwezi kusema ya kwamba sasa eti kwamba watu wa upinzani ndio wanakuja wanakaa chini wanapanga wahuni na kuwatuma. Ni kauli nzuri sana. Nafikiri ni swala ambalo liibua maswali kwa sababu mbali na uhuni tuliwahi kuona wakati fulani, si mara moja mara mbili, wakati rais anahutubia alafu kuna breach ya security, na kama kuna mtu ataka kuingia anazuiliwa. Kwa ni vitu ambavyo watu wanasema kwamba hii haikai vizuri. Lakini kwa mfano aliweza kutoa ndugu yangu Murang'o ni kwamba kama ameenda rais na pakatokea vijana ambao wana uhuni na akanukuu kauli ya waziri wa usalama, kwa kiana kama ambaye tumeshindwa kama taifa kukabiliana na kuimarisha usalama kwa Wakenya wote. Unalipokeaje hili? Nafikiri kama wanasiasa wa upande yote, sisi wote tunatumia wahuni wengi ambao wanafanya siasa. Hata jana niliona mmoja wa mlengo wa United Opposition akiwa JKL akisema ya kwamba hao si wahuni, hata wanaita traffic marshals, wala wanachunga VIP, hata kwa sababu labda polisi hawapei ulinzi wa kutosha. Hiyo mambo ya uhuni ni shida, na nafurahi kwa sababu rais jana akiwa Narok County akasema yeye mwenyewe atahakikisha mambo ya guns ama uhuni itamalizwa katika taifa la Kenya. So tunakubaliana kuna shida ya uhuni, lakini wale wanachangia uhuni ni sisi wanasiasa. Lakini nataka nichukue penye mzee amesema ya kwamba pia ile, kama kwa mfano niliona aliyekuwa naibu wa rais akiwa Nakuru anaenda kutusi, anasema fagia, anasema togonia, sijui nini na anatusi wale wako kwa viti. Sawa, pia watampangia hiyo. Sasa ndio ubaya. So wala hata sisi wale wako DCP wasikuwa anaenda kuchochea watu pale kwa mikutano yao ama Kenya Kwanza, kwa sababu wale wengine watapanga, kwa sababu hiyo ni nature ya kisiasa. So inamaanisha shida, ikiwa sisi wanasiasa tutakomesha kutumia wahuni, ndio itaisha katika taifa la Kenya. Lakini pia inamaanisha polisi na asasi ya usalama lazima pia wakuwe macho, wahakikishe kuwa tusikuwe na shida za uhuni, kwa sababu hata nao wanajua, kwa mfano yale yalitendeka Homa Bay, yale yametendeka Nakuru, yale yametendeka pale Narok na sehemu zingine. Unajua hata kuna wakati walisema polisi wa Kenya wako na ile tajriba ya hali ya juu katika Afrika mzima, na ninapoketi hapa polisi wanajua nani wanatumia wahuni, nani anatoa pesa, nani wanapanga. Ni kwa sababu tumepoliticize. Unajua the problem is polisi wamekuwa politicized. Sasa wametumiwa kisiasa. Hiyo ndio imechangia mahali pakubwa ambapo polisi hawafanyi, kwa sababu pia there is a lot of interference kwa polisi. Mtu anashikwa, unaona mimi ama Murang'o ama Kimani tumepiga simu, wao vijana wangu waachiliwe. OCS amekuwa compromise, OCPD amekuwa compromise, wale investigating officers, IOs ama DCI. Hiyo ndio imeleta shida ya uhuni katika taifa la Kenya. Na hao wote hao wasikudanganya, hata jana Kikuyu hapa wao walikuwa na guns, na hawa guns hata nimeona wale wanamfuata mpaka jana airport wamevaa military fatigue.
Hawa ndio wauni wakubwa sana. Wanajifanya sijui traffic marshals, sijui wana guide nani, sijui wanasaidia waheshimiwa. Hawa ndio wana investigation. Na kama ndio sasa Cherargei, kwa sababu tukiona mikutano ya serikali, tukiona mikutano ya walio katika upinzani, tumekuwa tukiona hizo picha na mavazi. Yakionekana sisi tumekuwa tukiangalia hata wakati ule wa mswada ule tumekuwa tukiona. Na hata kama marafiki zako walivaa na kupiga naye picha. Naam, na kama Junet na Joho wakati mmoja. Naam, na kama tunaendelea hivyo inamaanisha nini? Kwa sababu haimaanishi kwamba kwa sababu linafanywa ni wale ambao wanahusika na usalama, kwa sababu tunawalipa kodi. They are taxpayers money. Mapolisi, waziri, hawa wote tunatumia pesa za umma kuwalipa. Kazi yao ni kutupea usalama. Na ikiwa na nimefurahi kwa sababu kwa Homa Bay naambiwa watu karibu 30 na wameshikwa, wamefunguliwa mashtaka. Nafikiri sehemu zingine pia wala wanahusika na wauni, lakini sitaki wauni washikwe peke yake, because somebody will ask, goons are voters. Lakini wale wanafadhili. I wish kama ni mimi ama hawa wenzangu washikwe, waseme Cherargei ama Murango ama Kimani alichangia kwa kulipa wahuni fulani. That is, then we will stop issues of goods. Lakini waziri kuketi na niliona Eldoret, na unajua nikisema hivi watu wanasema kwa sababu mimi simpendi waziri wa usalama ama niko na tofauti zangu, lakini hiyo ilishtua nchi. Kusema ukisikia wahuni wako pale usiende, ama ukisikia majambazi wako kwako usiende. Unajua hiyo inatupatia hiyo inakosa, sitaki kusema kunikosa akili, ni kukosa kuwa na maono ya kuendesha hiyo wizara. Kwa sababu wewe ni kiongozi wa usalama, inatakana uhakikishie taifa usalama. Lakini wewe mwenyewe unaambia watu, mkisikia kuna ukosefu wa usalama pale, kwanza anatakana kuomba watu wa Homa Bay msamaha, kwa sababu watu wa Homa Bay si wahuni, ni Wakenya wastaarabu. Wahuni ni watu wachache. Ya pili ni kuzembea kazini, kwa sababu ni kama umekubali kuwa goons are everywhere. Yani umekubali tu goons are everywhere. So in fact waziri wa usalama anatakana kuomba taifa msamaha kwa kusema hiyo kauli ambaye hata sisi ilishtua sisi wengine ambao tunafanya kazi kauli yako hiyo serikalini. Kauli yako Samson Cherargei ajua haiendi mbali na kauli iliyotolewa na Rigathi Gachagua jana akiwa anasafiri. Ambao unayazungumza ndio ambao Rigathi Gachagua aliyazungumza. Yes. Hayo. Lakini labda alitumia tu maneno, lakini ujumbe ni huo. Kwa hiyo unakubaliana wewe na hii shida ya uni vile nilianza. Naam. Sisi wote wa Kenya kwanza na upinzani tunatumia wauni. Lakini sisi kama taifa tuko na jukumu la kukomesha. Lakini jukumu kubwa ni uongozi wa usalama ambao wako na pesa na silaha na zile necessary mpaka intelligence nini kila kitu, investigation power wanaweza simamisha. Na mtazamaji, tutakuja tuzungumze kwa kirefu sasa. Najua pia bwana Kimani atakuwa anachangia kama maji ya mtungi. Na kwa kweli ni kwamba wanakubaliana wote hawa viongozi kwamba wanasiasa lazima mchokoze ndio wakulaumiwa ikija katika swala zima la kukomesha uhuni hapa nchini Kenya. Sijarudia siasa ya Kirinyaga, ndarudi hapo. Ni vile nimekatizwa tulipe bills kwa